Shule ya Sekondari Shauri Tanga. Naomba tutulie tusikilize risala. Risala ya wahitimu kidato cha 6 tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi mbalimbali, wazazi, walimu, wageni waalikwa, wanafunzi, mabibi na mabwana. Ifuatayo ni risala ya wahitimu kidato cha 6 2025. Kwa niaba ya shule yetu, tunayo furaha kubwa kukaribisha kuungana nasi katika kusherehekea mahafali ya 17 ya kidato cha 6 2025. Pia shukrani zetu za dhati ziende kwa uongozi mzima wa shule na walimu wetu kwa jinsi walivyojitoa kwa moyo wa dhati kutufundisha vyema. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza kidato cha 5 mwaka 2023 tukiwa wanafunzi 40, kati yao wavulana 30 na wavulana 10. Na tulipoingia kidato cha 6 mwaka 2024, idadi yetu iliongezeka kutokana na jitihada za mkuu wa shule. Hivyo idadi kufikia 51. Kati yao wavulana 37 na wasichana 14. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema na baraka kwa ulinzi wake kwetu. Hadi leo hii tunahitimu kidato cha 6 tukiwa jumla wanafunzi 51. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulioipata hapa shuleni imetupatia uwezo wa kujitambua, kuwa wabunifu na waadilifu, pia kutambua historia mbalimbali katika nchi yetu na duniani kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipengele cha taaluma, tukiwa kidato cha 6 tumefanikiwa kufanya vizuri katika mtihani wa utamilifu mkoa wa Kilimanjaro, ambapo tumeweza kufanya vizuri kwa kushika nafasi ya kwanza kiwilaya, na tunaendelea kufanya vizuri katika mitihani tunapoifanya ndani na nje ya shule, na tunaahidi kufanya vizuri kwa kupata alama nzuri katika mtihani wa taifa. Maendeleo ya taaluma kwa miaka 6. Kidato cha 6 2019 hadi 2024. Mwaka 2019 idadi ilikuwa 16, division 1 zilikuwa 15, division 2 26, division 3 13, division 4 ni 0 na division 0 hakuna. Mwaka 2020 idadi ilikuwa ni 36, division 1 3, division 2 22, division 3 8, division 0 hakuna wala division 4 hakuna. Mwaka 2021 idadi ilikuwa ni 34, 1 zilikuwa 12, division 2 zilikuwa 22, division 3 hakuna, division 4 hakuna, division 4 hakuna. Mwaka 2022 idadi ilikuwa ni 69, 1 zilikuwa 9, 2 38, 3 21, division 4 ilikuwa ni 1 na 0 hakuna. Mwaka 2023 idadi ilikuwa ni 62, division 1 34, division 2 25, division 3 3, division 4 na 0 hakuna. Mwaka 2024 idadi ilikuwa ni 71, division 1 32, division 2 35, division 3 4, division 4 na 0 hakuna. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile shule yetu imefanikiwa kukarabati mabweni ya wasichana na wavulana, ambapo ukarabati huo umefanya mazingira ya shule yetu kupendeza na kuwa na mazingira rafiki kwa wanafunzi wote kuanzia kidato cha 1 hadi cha 6. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwa na watumishi wanaojitoa kwa moyo na walimu wanaotujali kwa kutufundisha masomo darasani pamoja na masomo ya ziada, kutusimamia katika swala la nidhamu na kusoma wakati wa usiku na alfajiri, ambapo swala hili limepelekea kupandisha kiwango chetu cha taaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru uongozi wa shule hii, walimu na wazazi ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuchangia maendeleo ya shule yetu. Kwa upande wa maktaba ya kujisomea, shule imeweza kuajiri wakutubi 2 wa maktaba ili kurahisisha shughuli zote za maktaba, japokuwa kuna upungufu wa vitabu vya masomo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, sanjari na hayo, kwenye mafanikio hapo kwa changamoto. Ila changamoto zetu shule inajitahidi kuzitatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kushiriki pamoja nasi katika mahafali yetu bila kukosa. Na tunasema asante sana na tunakutakia safari njema huko uendako. Shukrani sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kilimanjaro, Mungu ibariki Rombo, na ibariki shule ya sekondari Shauri Tanga.
Risala hii imeandaliwa na kidato cha 6 2025 na kusoma kwenu na Aisha Jafari pamoja na Abdulrajab Mwendo. Naomba kwa niaba ya mkuu wa shule ambaye amepata dharura nisome risala ya shule. Risala ya shule kwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya kidato cha 6 tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi mbalimbali mliopo hapa, itifaki ikiwa imezingatiwa, ndugu wajumbe wa bodi ya shule, ndugu wazazi na walezi wa wanafunzi wote, watumishi wote wa shule, wazazi na wanafunzi wa kidato cha 6 tunaoaga rasmi leo hii, waalikwa wote na wote mliopo hapa kwa ujumla wenu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kuwezesha wale wote waliosafiri toka mbali kufika hapa salama hadi tukaweza kuhudhuria sherehe muhimu. Vile vile natumia nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu kuhudhuria sherehe hii ya kuwaaga wanafunzi wetu. Kwa kweli umetujali na umetupatia heshima kubwa sana. Karibu sana. Pia napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wazazi wa wanafunzi, viongozi, wageni pamoja na wote mliopo hapa kwa kuhudhuria sherehe hii ya kuaga vijana wetu wanaohitimu rasmi kidato cha 6. Na wakaribisha sana hapa Shauri Tanga Sekondari kwenye sherehe hii ya leo ya mahafali ya 17 ambayo tunaaga wanafunzi wetu 51 ambao wanamaliza kidato cha 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wazazi wa wanafunzi, viongozi na wageni wote, kwa kuwa wazazi wa wanafunzi wetu wa kidato cha 6 wapo hapa, ni vyema nianze kutoa taarifa fupi kuhusu shule. Shule hii ilianzishwa mwaka 1976 na leo imetimiza umri wa miaka 48. Ni shule ya kutwa na bweni, wavulana na wasichana kidato cha kwanza hadi cha 6. Mchepuo au machaguo ya masomo ya kidato cha 5 na 6 ni HGK, HKL, HGE, HGL, EGM, PCM, PCB, CBG, PGM na EKA. Hadi leo tuna jumla ya wanafunzi 256. Kwa ujumla shule ipo vizuri kwenye mambo mengi, ikiwa na idadi ya walimu 20 wanaotosheleza kisifa na kiidadi. Uchumi wa shule pia ni mzuri. Mapato ya shule yanatokana na ada za wanafunzi ambao ni 93% ya mapato yote na miradi ya uzalishaji mali ambayo huzalishwa takriban 7% ya mapato ya shule kwa mwaka. Kwa upande wa majengo muhimu, shule imejikamilisha kwa 98%. Ndugu mgeni rasmi, wageni, wazazi na wote mliopo hapa, ningependa pia kufahamu kuwa shule hii inazo huduma zote muhimu kwa ajili ya wanafunzi na watumishi. Huduma hizi ni pamoja na habari na mawasiliano, maji safi na salama, umeme wa uhakika, zahanati kamilifu yenye daktari na nesi mmoja kwa ajili ya wanafunzi na watumishi, huduma za burudani na michezo, usafiri, ulinzi na usalama na uhakika, na nyumba za kulala zinazotosheleza 70% ya walimu kitaaluma. Shule yetu inafanya vizuri pia. Hii inadhihirishwa na ufaulu mzuri kwenye mitihani ya ndani na pia mitihani ya kitaifa, hususan ile ya kupima kidato cha 6. Kwa mfano, matokeo ya mitihani ya kitaifa kidato cha 6 kwa miaka 6 iliyopita ni kama ifuatavyo. Ili kujidhihirisha na matokeo haya, naomba nitoe namba ya usajili ya shule. Kama mzazi una kalamu na karatasi unaweza ukaandika. Namba ya usajili wa shule ni S0389.
nasoma matokeo ya kidato cha 6 kwa miaka 6 mfululizo. Mwaka 2019 idadi ya wanafunzi ilikuwa 56, Division 1 15, Division 2 28, Division 3 13. Hakuna Division 4 wala Division 0. Mwaka 2020 idadi ya wanafunzi ilikuwa 56, Division 1 3, Division 2 22, Division 3 8, hakuna Division 4 wala 0. Mwaka 2021 walikuwa wanafunzi 34, Division 1 12, Division 2 22, hakuna Division 3 4 wala 0. Kwa hiyo tuliishia Division 2. Mwaka 2022 wanafunzi walikuwa 69, Division 1 9, Division 2 38, Division 3 21 na Division 4 1. Kulikuwa mna Division 0. Mwaka 2023 wanafunzi walikuwa 62, Division 1 34, Division 2 25, Division 3 watatu. Kulikuwa mna Division 4 wala 0. Mwaka jana 2024 wanafunzi walikuwa jumla yao 71, Division 1 au daraja la kwanza 32, Division 2 35, Division 3 watatu. Kulikuwa mna Division 4 wala 0. Kwa hiyo narudia tena namba ya usajili ili kuhakikisha au kuhakikia matokeo ni ya kweli. Namba ya shule ni S0389. Matokeo haya yanaonyesha kuwa wanafunzi waliofanya mitihani ya taifa kidato cha 6 kwa miaka 6 iliyopita, yaani kuanzia mwaka 2019 hadi 2024 walifaulu kwa 100% na wote walipata sifa za kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hakika walimu wetu wanastahili pongezi nyingi sana kwa kazi nzuri wanayofanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na maendeleo tuliyoainisha, tunakumbana na changamoto za hapa na pale siku hadi siku, lakini tunajitahidi kupambana nazo kadri inavyowezekana, kwani changamoto kwa ujumla wake ni sehemu ya matokeo kwenye mchakato wowote wa maendeleo. Hivyo changamoto zikifanywa kazi vizuri, mara nyingi zinatoa fursa ya kupata maendeleo zaidi. Hata hivyo, zipo changamoto zinazotukabidhi ambazo kwa kweli ni mzigo kwetu. Mojawapo ni changamoto mzigo ni ongezeko la gharama ya uendeshaji wa shule linalotokana kupanda kwa gharama za vifaa vya uendeshaji, taaluma, huduma mbalimbali, uwepo wa kodi nyingi za serikali kwenye shule binafsi. Kodi hizi ni pamoja na kodi za kuendeleza ufundi SDL, kodi ya zimamoto, bima ya kuumia kazini WCF, leseni ya biashara na kadhalika. Sisi kama shule binafsi tunatoa tu huduma, hatufanyi biashara ya elimu. Kwa hali hiyo, nachukua na fursa hii kuiomba serikali iondolee shule binafsi mzigo huo wa kodi na pia itimize ahadi yake ya kuzipatia shule hizi ruzuku ya uendeshaji kama ilivyowahi kufanya miaka ya nyuma. Kwa kufanya hivyo, serikali itakuwa imetupatia unafuu kiasi kwenye uendeshaji wa shule na utoaji wa elimu bora. Aidha, tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu na Baraza la Mitihani la Taifa iangalie upya taratibu na masharti ya udahili wa wanafunzi kwenye shule binafsi pamoja na masharti ya kuandikisha wanafunzi wa shule hizi kwa mitihani ya kidato cha 2 na 4 ili iendane na uhalisia na taratibu zinazotumika kwenye shule hizi katika kupata ama kuandikisha wanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya taarifa hiyo fupi ya shule, ningependa kuchukua nafasi hii kutoa pongezi za pekee kwa wazazi na walezi wa wanafunzi wetu wote. Kwa namna ya pekee pia kwa wazazi na walezi hawa tunaowaaga leo hii kwa uamuzi walioufanya kuichagua shule hii kuwapa watoto wao elimu ya sekondari.
Tunaamini kuwa kwa jinsi tulivyowaandaa vijana hawa, hatimaye wote watafaulu mitihani ya kidato cha 6 na watapata sifa ya kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hiyo mgeni rasmi hapa tunaowaona hapa tunategemea tu division 1. Napenda pia kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa namna ya pekee wananchi wa maeneo yanayozunguka shule kwa ushirikiano wao mzuri na shule hii kwa namna mbalimbali, ikiwemo kulea watoto wetu, kuhakikisha ulinzi na usalama wa shule na pia kuleta wanafunzi wao kwa wingi kwenye shule hii ambapo karibu nusu ya wanafunzi wetu wanatoka wilaya ya Rombo. Sisi pia kama taasisi tunashirikiana vizuri na wenyeji wetu, na inapobidi kutoa msaada wowote tunafanya hivyo. Mfano, tumekuwa tukitoa ufadhili wa gharama za masomo kwa wanafunzi wachache walio kwenye shule jirani ya sekondari ya kutwa kutoka kwenye familia zetu zenye kipato duni, kufuatia kuombwa hivyo na serikali ya kijiji. Kwa hiyo kuna wanafunzi ambao hawana uwezo kabisa, tunawasomesha katika shule yetu. Aidha, tumekuwa pia tunawasaidia baadhi ya wanafunzi wa kutwa wanaotoka mbali mrefu kutoka shule ilipo kwa kuwapa nafasi za bure au za gharama nafuu. Baadhi ya wanafunzi wa bweni ambao wazazi wao wamekumbwa na majanga yanayowanyima kabisa uwezo wa kuendelea kulipa ada, wamekuwa pia kupunguziwa ada ili waweze kuendelea na masomo, hatimaye kufikia ndoto zao. Kwa sasa hivi kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6 ambao ni vidato vya mitihani, wote wanalala shuleni. Kwa hiyo hata wale wazazi ambao walikuwa hawana uwezo wanalala, lakini kwa gharama nafuu. Wafahamu kuwa fursa hizi hazitawafuata, bali wao wanatakiwa pia wazifuate ama kuziibua kwenye mazingira mbalimbali na kuzifanyia kazi. Aidha, tunaomba sote tumuombe Mwenyezi Mungu awajalie vijana hao waendelee kuwa wasikivu na watulivu, wawapo kwenye vyumba vya mitihani pia wafuate kanuni na taratibu zote za mitihani, na pia wajalie waweze kukumbuka yote waliojifunza na hivyo waweze kujibu maswali yote ya mtihani kwa usahihi. Naomba nirudie hiki kipengele, maana hii ni kama sana. Aidha, naomba sote tumuombe Mwenyezi Mungu awajalie vijana hao waendelee kuwa wasikivu na watulivu, wawapo kwenye vyumba vya mitihani pia wafuate kanuni na taratibu zote za mitihani, na pia Mungu awajalie waweze kukumbuka yale yote waliojifunza na hivyo waweze kujibu maswali yote ya mtihani kwa usahihi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya yote niliyoeleza tangu mwanzo hadi sasa, naomba nikufahamishe kuwa kulingana na ratiba ya sherehe hii leo utaombwa kufanya mambo yafuatayo. 1. Kutoa vyeti vya kumaliza elimu ya sekondari kidato cha 6 kwa wahitimu wapatao 51. 2. Kutoa zawadi ya vyeti na wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya uongozi na tabia njema kidato cha 1 hadi cha 6. 3. Kutoa nasaha zako kwa hawa vijana tunawaaga leo pamoja na jumuiya nzima ya shule, wazazi na wote waliopo hapa. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, nachukua fursa hii kukushukuru tena wewe binafsi, viongozi wote, wageni, wazazi wa wanafunzi, watumishi wa shule na wanafunzi wote mliopo hapa kwa risala hii. Nawatakia wote sherehe nzuri
muendelee kujisikia hapo nyumbani. Tushiriki kwa pamoja vyakula na vinywaji vilivyoandaliwa. Hatimaye Mungu awajalie safari njema mtakapokuwa mnarudi nyumbani. Asanteni sana na Mungu aendelee kuwabariki. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, walimu wa shule ya Shauri Tanga, kwa niaba ya wazazi, kwanza tunamshukuru Mungu kwa siku ambayo ametupa kuweza kufika siku ya leo. Si kazi ndogo. Utukufu na heshima tunamrudishia Mungu wetu. Lakini asante zetu nyingi sana kwa uongozi wa shule kwa kukaa na watoto hawa vizuri. Tumewaona wamependeza. Kwa kweli mmependeza. Sijipigia makofi. Wazazi tuwapigie vijana makofi, wamependeza. Kibonzo, siku nilipopigiwa simu kwamba wanavaa suti nilipata shida kidogo. Nikasema sasa mtoto akivaa suti mzazi ataendaje? Kwa kweli wamependeza sana. Watoto wa kiume mmependeza kweli. Nimefurahi. Lakini ninaweza nikaona mengi sana ya kusema, ila kubwa sana ni la shukrani. Kubwa sana katika yote ni shukrani. Lakini pia niwapongeze wazazi kwa kuweza kutimiza majukumu yao katika siku zote ambazo wanafunzi hao wamekuwa shuleni. Nikitazama saa yangu inasema muda umekwenda sana. Lakini pia ninawiwa kusema jambo moja. Jamani, hapa nilipo mimi nina mwalimu aliyenifundisha alafu anamfundisha mwanangu. Huwa napenda sana kusema hili neno. Yule madam, yani ni binti mdogo. I'm growing old, lakini I wonder she's still young. Madam Kathy, mwalimu wangu wa Kiswahili yule njoo basi mama. Mwalimu wangu wa Kiswahili wa sekondari, huu ni mwaka wa 21, anaonekana hivi. Mwaka wa 21 tangu nimemaliza form 4. Amenifundisha form 2, form 3 na form 4. Kipindi hicho ikiwa inaitwa na Mfua. Mwalimu wetu akiwa Shirima, sijui mnamfahamu. Kanuti Shirima mnamfahamu Basi yule mwalimu wangu wa Kiswahili nampenda sana. Lakini niombe radhi kwa walimu, mama nenda ukakae. Niombe radhi kwa walimu wazazi, tumekuwa tukiwasumbua hasa pale watoto wetu wanapokuwa na changamoto. Kwa mfano mimi ni msumbufu sana. Inawezekana wengine wananifahamu kwa simu tu, lakini kwa sura wanijui. Ni msumbufu kuliko maelezo. Huwa sipokei taarifa kwa mtoto, napokea taarifa kwa mwalimu. Kwa kila taarifa ninayopewa lazima nikumfie kwa mwalimu. Hiyo ni hulka na naomba wazazi tuisimamie hiyo. Watoto wazuri wa kiume na wa kike, mnamaliza kidato cha 6. Maneno yangu ni haya. Dunia ipo. Kama sisi ambavyo tulikuwa wanafunzi, tumeikuta na tutaiacha. Hautakaa umalize dunia. Starehe za dunia zipo, utazikuta, utazitumia, utaziacha. Lakini shika ulichopewa hapa. Shika kikusaidie na sikiwe kwa ajili ya hasara. Maisha hayana formula, japokuwa tunaenda kwenye mtiririko wa elimu. Ila Mungu awasaidie sana kusimama katika nafasi ambayo Mungu amewasaidia. Semeni amina. Kama ambavyo wamekwisha kusema makamu mkuu wa shule, na atakwenda kuzungumza pia mgeni rasmi, na risala ya kwenu mlivyosema, tunaamini kabisa kwamba division 1 mtapata zote. Si ndio hivi? Nimeamua ukileta tu nikuulize kwa nini. Wazazi wenzangu, ninawiwa tufanye jambo kwa ajili ya walimu. Mnasemaje? Mko tayari? Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu zamani walikuwa wanasema ni wito, lakini najazia hii, walimu ni karama. Kumfundisha mtoto from zero brain to something ni sio kazi ndogo. Hawa tunawapokea mtaani kesho kutwa, tunaamini. Unajua tuwezi kuprove ambacho wanacho kichwani, ila tutaamini kwenye implication.
Na haya yamefanywa na walimu, si wengine, ni hawa tuliowakabidhi watoto wetu. Wakwangu alisoma O-level hapa, akapangiwa na serikali sehemu nyingine. Alipoenda nikaona oya, ngoja nimrudishe pale, nikawaletea tena. Kwa nini? Kwa sababu ninaamini sana katika vile ambavyo mnavitoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikitangulia itakuwa si mbaya, lakini naomba mimi niwe wa kwanza kutoa soga ya walimu. Kama utaniruhusu, alafu na wewe ujipange. DJ pale hewani kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Kilimanjaro, mwalimu wa shule, mwenyekiti wa bodi, wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Rombo ambao ndio wasimamizi wa shule za Jumuiya ya Wazazi, wazazi wenye wanafunzi shule ya Shauri Tanga, wanafunzi wanaohitimu kidato cha 6 hapa shule ya Shauri Tanga, wanafunzi mliopo kwa pamoja, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Sasa mimi niko hapa kutoa nasaha kama mlezi wa shule. Kwa majina naitwa Andrea Joakim Oiso, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Rombo. Sisi kama Jumuiya ya Wazazi Tanzania nzima tumepewa majukumu mbalimbali na Chama cha Mapinduzi. Majukumu hayo ni kusimamia mambo ya elimu, malezi, mazingira na afya. Hivyo ndugu wazazi, mnapoleta watoto wenu katika shule za Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, mjue kwamba mmeleta wanafunzi wenu mahali salama ambapo kuna misingi hiyo ambayo ni ya kusimamia mambo ya elimu, malezi, mazingira na afya. Nasaha ambazo nataka niwape wa agwa, yani wanaohitimu, wanafunzi wetu wa kidato cha 6. Mlijifunza mengi hapa shuleni mkiwa na walimu wenu ambao ndio walikuwa wazazi wa hapa shuleni. Mmekuwa na nidhamu, mlikuwa mnavaa nadhifu, mnapendeza kama alivyosema mama aliyezungumza kwa niaba ya wazazi. Mnaonekana wanadhifu kutokana na malezi mazuri mlioyapata katika shule hii ya Shauri Tanga. Ombi langu kwenu, mkawe kioo cha jamii. Jinsi mlivyoishi hapa Shauri Tanga, vivyo hivyo mkaishi kule duniani mnakoelekea wakati mkiwa mnasubiri matokeo yenu ya shule. Mlivaa mavazi nadhifu wakati mkiwa shuleni. Tunatarajia mtakapoenda kule duniani mnaenda kuishi mazingira ya kuchanganyikana na watu wenye tabia mbalimbali. Zile tabia zenu njema mlizokuwa mnaonyesha mkiwa hapa Shauri Tanga, mkawe kioo kwa jamii. Huku shuleni hamkuvaa milegezo, kwa hiyo tutarajii mkiwa mtaani mtaenda kuvaa milegezo. Mlionesha nidhamu ya hali ya juu kwa walimu na kwa wenzenu, wadogo zenu kwa wakubwa. Vivyo hivyo, yale yote ambayo mlikuwa mnaishi hapa shuleni, msifikiri kwamba mlikuwa mnaishi kwa sheria, bali mlikuwa ni maisha ambayo mnatarajia kuyaishi kila wakati. Mlipokuwa shuleni, pengine mlikuwa mnakatazwa kwamba msiwe na simu shuleni. Mnapomaliza kidato cha 6, mtakuwa huru. Lakini tunawaomba kama ni matumizi ya simu, msitumie simu kwa mema, kwa kujifunza. Msiende kutumia simu zikawafanya mkabadili tabia zenu njema, kwa sababu mitandao ya kijamii ina mambo yake. Ukienda kutumia simu, tumia simu kwa ajili ya kujiendeleza, kujifunza, kwa sababu bado hamjamaliza elimu. Bado baada ya matokeo mnasubiri kwenda kwenye vyuo na kadhalika. Hivyo baada ya kusema hayo, niendelee kuwaasa wazazi wenzangu mlioko hapa. Mlichagua jambo lililo jema kuwaleta watoto wenu katika shule hii ya Shauri Tanga chini ya msimamizi mkuu wetu ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Kilimanjaro. Mwenyekiti mahiri sana ambaye amesimamia na kuhakikisha shule zote za Jumuiya ya Wazazi
mkoa wa Kilimanjaro zinasimama na kutoa elimu iliyo bora. Mfano wake ikiwa ni mojawapo wa shule hii ya Shauri Tanga. Niwapongeze sana kidato cha 6 kwa heshima mliotupa shule hii ya Shauri Tanga ya kuwa na nidhamu na kufanya mitihani vizuri. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu muendelee na Mungu awape mwangaza mkapate division 1 zenye GPA ya hali ya juu. Mungu awabariki sana. Asante mlezi wa shule kwa nasaha nzuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, kama nilivyosema tena awali, karibu sana kwenye shule yetu ya Shauri Tanga. Ninaamini waliotangulia kusema wameshasema ya kutosha. Nitachapia kidogo tu pale ambapo hapakukaa vizuri. Naomba nianze na ule ushauri walisema mzazi ambaye alitoa nasaha hapa kuhusu muda. Ninaamini wengi ambao tumeshahudhuria sherehe hapa tumekuwa tukiwa na mkuu wa shule, lakini niseme kwa bahati mbaya sana shule yetu leo imechelewa. Mkuu wa shule hatunaye, alipata matatizo kidogo, mama yake alianguka ghafla, na tunapozungumza yuko hospitalini anamshughulikia mama yake. Ninaamini kila mtu atakuwa anamuombea mama arudi salama, ili na mkuu wetu wa shule basi tuendelee kuona. Kwa maana mmeona kidogo muda tulichelewa kuanza kutokana hasa na hilo. Na mgeni wetu rasmi aliona ni vyema akapita kule hospitalini kumjulia hali mama kabla hajafika hapa. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, wakati tunaendelea kuna mjumbe wa bodi amekuja, ningeomba asimame, ikikupendeza baba usalimie. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu ni mwema kila wakati. Naitwa Ustadh Saleh Salim, ni imamu msikiti wa Mkuu wilayani, ni mlezi wa wanafunzi wa Islamu wilaya ya Rombo, lakini pia ni mjumbe wa bodi wa shule ya sekondari Shauri Tanga. Karibuni sana. Asante. Basi naomba niseme machache sana. Kwanza kwa namna kipekee nimpongeze mkuu wa shule pamoja na walimu wote pia, kama wenzangu walivyotangulia kusema, kwa kazi nzuri sana ambayo tunaifanya pa shuleni ya kimaadili, ya kinidhamu, lakini ya kuhakikisha wanafunzi wetu wanafanya vizuri. Na kwenye maneno mengi ambayo yanasemwa, mmeona matokeo mazuri ya shule, mmeona juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na walimu wetu. Slogan yetu kubwa ni mwalimu, mzazi, mwanafunzi. Tukijenga haya matatu, mimi nawahakikisheni sio Shauri Tanga tu, shule ambazo zina mkondo huu zinafanya vizuri sana. Wapongeze walimu kwa kazi hiyo nzuri. Lakini nipongeze uongozi wa shule kwa ujumla, tukiwepo bodi, kwa sababu bila bodi wakati mwingine shule haiwezi kufanya vizuri pia. Kwa hiyo niwapongeze wenzangu ambao tunasimamia jambo hili, tunasimamia shule vizuri, watoto wanafanya vizuri, walimu wanafanya vizuri, lakini tuna ushirikiano mkubwa kabisa wa wazazi. Tukimhitaji mzazi wakati wote, wazazi wamekuwa wakifika shuleni kama kuna jambo lolote la kushauriana na watoto. Jambo hili limekuwa likifanyika kwa ufanisi mkubwa. Niwapongeze sana wazazi kwa ushirikiano wenu pia. Kama mlivyosikia, pamoja na kwamba kwenye risala ya wanafunzi wa form 6 shule si kwamba kweli haina changamoto. Ziko changamoto ndogo ambazo si rahisi sana kuzikamilisha kwa mara moja, lakini kwa kiwango kikubwa kabisa tumekuwa tukiwezeshwa, tukipambana kupitia uongozi wa mkoa mpaka kule taifa kuhakikisha shule inapata yale mahitaji ya muhimu. Na tumekuwa tukijitahidi sana kutafuta wanafunzi kwenye
kwenye maeneo mbalimbali. Tumekuwa tukitangaza kwenye maradio, tumekuwa tukitangaza kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuhakikisha shule yetu inapendeza, shule yetu inafanya vizuri, lakini tunapata wanafunzi wa kutosha. Sasa hivi kuna mashule mengi sana. Mimi wahakikishieni shule nyingi hata za binafsi hazina wanafunzi kwa sababu wanatafuta kilicho bora. Na Shauri Tanga ina kilicho bora. Niendelee kuwapongeza tena wazazi. Niwapongeze wanafunzi pia, na hasa wa form 6. Na ninaamini hamtatuangusha. Tulikubaliana kule division 1 za kutosha, division 2 za kutosha. 3 naamini haitakuwepo. Kweli uongo? Tujipigie makofi. Kufanya kwenu vizuri kutatupa nafasi ya kutafuta wanafunzi wengi na kutatufanya sisi tutembee kifua mbele. Kwani waombe sana kama wenzangu walivyosema na wenzangu walivyozungumza, pamoja na maombi mbalimbali. Tunaendelea kuombea kupitia makanisa, kupitia misikiti, kupitia madhehebu mbalimbali kuhakikisha nyinyi mnafanya vizuri. Lakini msibweteke sasa. Ninawaomba na nyinyi mzingatie haya mnayofundishwa na walimu. Mkimaliza mitihani mkafanya vizuri. Mlezi wa wazazi hapa amezungumza. Jamani, dunia hii sasa hivi iko kiganjani. Msioni mmemaliza. Bado kuna yaliyokuwa mbele. Mkajiandae kwa yanayokuja. Mkajiandae kwa kumaliza pengine chuo kikuu, degree, masters na vitu vingine. Lakini mkajiandae kwa mipango ya maisha yenu. Wengi wamekuwa wakisoma shule wakiamini kwamba akimaliza, akipata degree yake basi ataajiriwa na serikali. Mimi nafikiri slogan hiyo tusiiweke sana kwenye kichwa. Inawezekana ziko nafasi, lakini sio rahisi sana. Wanafunzi wanaomaliza form 6 ni wengi. Bado kuna chuo wako wengi wa kutosha kabisa. Zaidi ya 100,000, 200,000 mpaka hata 500,000 milioni. Siamini kama serikali inaweza ikawaajiri wote kwa pamoja. Kwa hiyo tutengeneze njia ya kuhakikisha kwamba kupitia elimu mliokuwa nayo mnatengeneza mazingira ya kujiboresha maisha yenu ya kesho na kesho kutwa. Ninaamini kwa sababu muda umetupita sana, niendelee tena kuwapongeza wazazi wote kwa ujumla wa wanafunzi wanaosoma kwenye shule yetu kwa ushirikiano mkubwa mnaoonyesha kwetu, na niendelee kuomba pale unapopata taarifa ya mtoto wako pengine na jambo fulani, usisite kuja shuleni kuongea na mwalimu kujua changamoto za kijana wako. Tuombe ushirikiano na walimu, na niombe walimu waendelee kutoa elimu nzuri kwa watoto wetu ili watoto hawa watakaotoka hapa tuhakikishe wamefanya yale yanayokusudiwa. Asanteni sana, na niendelee kusema karibuni sana Shauri Tanga Sekondari. Asante mwenyekiti wa bodi. Nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni wetu rasmi atueleze aliyokuja naye. Mgeni wetu rasmi, karibu. Naomba makofi mengi sana kwa mgeni rasmi. Naomba tukae. Nikushukuru mwenyekiti wa bodi ya Shauri Tanga, makamu mwenyekiti wa Shauri Tanga, mwenyekiti wa wazazi wa wilaya hii ya wazazi, mwenyekiti wa WT wa wilaya, wajumbe wa bodi, wazazi wenzangu, wahitimu wenzangu, wageni waalikwa, habari za mchana. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa, nasema kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM hoye! Mama Samia hoye! Awali yote niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia sote uzima wa afya, na pia nichukue nafasi hii kwa dakika moja tusimame tumuombee mama wa mkuu wa shule aweze kurudi katika hali yake, sababu nilienda leo Mawenzi asubuhi kutazama hali ya mamake mkuu wa shule. Kwa hiyo kwa dakika moja tusimame kwa dua zenu
wazazi na wageni waalikwa na sisi tuweze kuomba kwa dakika moja. Amin. Pia kwa dakika moja tumuombee aliyekuwa mkuu wa shule Mwalimu Steven, si ndio hivyo? Pia yeye katangulia mbele za haki, alipita hapa akatufundisha wanafunzi mbalimbali. Pia yeye kwa dakika moja tuweze kumwombea. Amin. Tukae. Mwenyekiti wa bodi na bodi yako, kwanza ni kushukuru sana kwa jitihada ambazo unazifanya na wajumbe wako. Mimi ni mwenyekiti wa awamu ya pili katika jumuiya ya wazazi, na pia niendelee kushukuru Rombo kwa kuniunga mkono. 2017 wakati nagombea, na washukuruni Rombo, mliniunga mkono nikashinda kwa kura nyingi sana. Nakumbuka nilipata kura 282 kati ya kura 402. Ni kura nyingi na nilikuwa naingia jumuiya ya wazazi. Lakini nilivyoingia nilitafakari sana. Hizi kura zilizonipa za mtego, kwa sababu nilivyoingia nilikutana na shule za jumuiya, nikiwa na shule karibu 4 ndio zinafanya kazi, lakini kwa kusuasua sana. Na hizi zingine zikiwa zimekufa. Ahadi yangu niliwaahidi kwa kura hizi nitafufua shule na ambazo tunazisimamia kwa 100% zitafanya vizuri. Hakika haya nimeweza kutimiza. Niliweza kusimamia Shauri Tanga vizuri, nikawaambia ili mpate wanafunzi ni ufaulu. Na hakika na yale makubaliano niliyoyafanya, tulianza kuongoza kiwilaya ya Rombo. Nadhani wazazi nyinyi ni mashuhuda. Kwa uongozi wangu wa miaka 5 iliyopita, mmeona matokeo yanavyokuwa yanakwenda. Lakini sikuishia hapo, nikafufua na Mfua sekondari. Na sasa hivi inafanya kazi na wanafunzi kama 200 sasa hivi wako pale. Lakini sikuishia hapo, nikafufua shule inaitwa Wali sekondari. Iko pale Hai, pale Machame. Lakini sikuishia hapo, nilianzisha shule ya msingi ya English medium ambayo iko pale Kibo Primary pale Shanty Town. Inaitwa Kibo Academic, iko pale Shanty Town. Nipongezeni basi kwa juhudi hizo ambazo. Kwa sababu muda wa uongozi ni miaka 5. Baada ya miaka 5 kilipulizwa kipenga cha kuchaguliwa ndani ya chama. 22 tulichaguliwa. Nilichaguliwa na mwenyekiti huyu alitoka wilayani, akaja kanichagua tena. Niendelee kuwashukuru Rombo kunipa kura nyingi. Awamu ya pili niliweza kupata kura 595 kati ya kura 695. Nipongezeni basi. Kwa maana yake wale wagombea wengine walipata kura 95. Kwa hiyo katika hilo nilivyoingia nilisema ninachotaka kuona matokeo. Sasa nyinyi wanafunzi msiniangushe. Mnapofanya vizuri ndio unakaa mimi ndio unafanya vizuri, lakini msifanye mtihani. Mnaofanya mtihani ni nyie. Kwa hiyo niwaombeni mfanye mtihani wa mwaka huu. Nipate division 1 51. Nitafurahishwa sana kwa sababu pale Wali mwaka jana nilipata division 1 125. Kwa hiyo na hakika hapa leo hii wahitimu wenzangu, siku ya mtihani mnaofanya nitakuja ile siku ya kwanza kutia moyo. Na kwa sababu mimi ni chifu, nitaleta uchifu wangu hapo. Ili tupate division 51. Furaha ya matokeo yenu ni furaha ya wazazi wenu. Kwa hiyo mimi naamini mtatupa furaha. Mnaniahidi hilo? Ndio. Lakini sikuishia hapo mwaka jana nilivyochaguliwa, nilivyoingia mwaka 2023 nilipambana, nimefufua shule ya Kibo sekondari. Na sasa hivi tuna wanafunzi 200. Kwa hiyo ndugu wazazi, juhudi hizi tunazifanya sio mimi, kwa uwezo wa Mungu na hao wanaowaona hapa mbele wananipa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo niwaambieni wazazi,
mtapoondoka hapa, tumewatengenezea wanafunzi hao maadili mema, tumewafanya wawe watu wastaarabu. Sasa wakiharibika ni nyinyi juu yenu sasa wakija huko mtaani. Lakini na hakika wanafunzi ambao wako hapa ndani hao 51, inaweza kawa wengine ni mashehe, wengine ni mapadri, wengine ni masisi. Sasa wazazi, mtapoharibu ni juhudi yenu nyie kuwafanya waendelee kuwa kama hivi. Lakini nategemea wazazi msiwadekeze watoto, kwa sababu sisi tuliondoa kuwadekeza. Mkiwauliza hata mimi kuna ambao niliwachapa viboko ili wakae vizuri. Lakini wazazi msiwalee kama watoto wa Kiingereza kule Ulaya. Waleeni kwa maadili ya Kiafrika. Lakini wito wangu kwa vijana, sasa hivi nazungumza na vijana, sizungumzi na wazazi. Vijana wenzangu, watoto wangu, sasa hivi kuna wengine nilikuwa naona wakivaa zile uniform zangu, lakini hii sasa hivi siwakumbuka kwa sababu nilivyopendeza. Hongereni sana. Na vijana na baadhi naweza kuwashikashika sura, lakini nimeshasahau jinsi mlivyopendeza. Sasa ni usia wangu kwenu ya kina dada. Wako wavulana, wako wazee, wapo vijana wa kiume. Watawaambia nyinyi ni wazuri leo kwa sababu uko kwa mzazi wako. Watawaambia nyinyi ni warembo kwa sababu mmependeza, kwa sababu hawajui gharama ambayo imewafikisha hapa. Kwa hiyo ukicheza utaharibikiwa. Kwa hiyo kuambia umependeza, mwambie asante. Wewe ni mzuri, mwambie Mungu kanibariki. Wewe unavutia, unaambia ni mapenzi ya Mungu. Unamjibu ile maneno hadi anakata tamaa. Haikwambia wewe unafaa kuwa mke, unaambia wakati bado. Ukifika wa Mungu nitakuwa mke wa mtu mwenye kunisubiri. Kwa hiyo niwaombeni sana, jitunzeni. Kwa sababu urembo wa sasa mnaoona, utapoharibikiwa utakuwa kibibikize. Hata mimi hapa nitakuwa nimeshakuwa bado ni kijana, alafu umeshanipita uzee. Kwa hiyo jitunze, kwa sababu wakati ni mfupi sana wa kuharibikiwa, lakini wakati ni mrefu wa kujiandaa. Na nyinyi vijana, kuna tabia ya nyinyi vijana wa kiume imetokea. Jitunzeni pia nyinyi, kama jitunze. Kwa sababu wako wavulana au wazee ambao wako kwa ajili ya kufuata umagharibi. Kwa hiyo niombeeni vijana. Tunategemea baadaye muwe na kazi zenu, muunde familia. Mzazi ataumia zaidi atapokuona vijana wa kiume umekuwa sio kijana wa kiume, umekuwa kijana ambao ni wa ovyo. Wazazi huwa wanaumia sana wakiona vijana wao wanaharibikiwa. Hasa nyie vijana wa kiume, jitunzeni ili wakati ukifika basi uwe rijali. Si unaelewa ninapomaanisha? Usije ukadanganywa na umagharibi ukaharibikiwa. Kwa hiyo niwaombeni sana. Na wazazi niwatie moyo kuambia vijana hawa wa kiume na wa kike wako salama hadi siku mtavua kabisa. Naombe na nyie muwasimamie katika maadili hayo, wawe salama hadi watakapokutana na familia zao, kuunda familia. Nimsikia mzazi akisema hata yeye alikuwa mwanafunzi lakini hadi sasa hivi hajamaliza ile mambo. Umeelewa manake? Mtoto wake yuko wapi? Hebu simama mama wako alisema neno kama umeelewa. Alisema hata yeye alikuwa mwanafunzi lakini hadi leo hajamaliza ile mambo. Umeelewa? Wazazi mmenielewa? Na nyie eleweni kwamba hadi sasa hivi si bado anaitwa mama lakini bado hajamaliza. Na asingetulia wewe usingekuwa huko unasoma hapo. Kwa hiyo niombeeni vijana, yale maneno aliyosema yule mama ni makubwa sana. Yeye alikuwa mwanafunzi hadi leo hajamaliza ile mambo. Sasa na wewe fikiria, uwe mtu mwenye maadili ili umkute na yeye kama bado hajamaliza yapo. Wewe usiwe na haraka nayo. Hapo vipi? Mwenyekiti wa bodi, niendelee kuwashukuru sana. Sina mashaka na uongozi wako katika kusimamia shule ya Shauri Tanga, na pia sina mashaka na wajumbe wa bodi wanaokusaidia katika kufanya kazi hii. Na pia sina mashaka na mwenyekiti wangu wa wazazi wa wilaya hii, na pia na Chama cha Mapinduzi. Niendelee kuwashukuru wilaya ya Rombo kwa kutukimbilia pale tunapokuwa na matatizo au tunapokwama, tunapoteleza, mnatusimamia vizuri. Kwa hiyo nifikishie salamu hizi kwa Mzee Tesha, mwambie mwenyekiti wa wazazi wa mkoa anawashukuruni sana kwa kusimamia shule hii kwa karibu sana. Pia nishukuru majirani, nishukuru walimu kwa pamoja. Walimu wa shule hii wako wapi?
walimu wote kwa pamoja. Kupitia makamu wa shule niendelee kuwashukuru walimu ambao mnapata uoga. Niwashukuru walimu. Na pia nimshukuru madam kwa kumfundisha mama ambaye sasa hivi ana mtoto hapo. Leo nimeona thamani yako. Kwa hiyo nitaombea mkuu wa shule afanye mambo yake mshahara wako kae vizuri kidogo. Mimi ndo mwenye shule. Kwa hiyo nikitaposema jambo linakuwa ni sheria. Kwa hiyo makamu wa shule chukua hili. Kama kafundisha mama akawa na mtoto amemleta hapa. Kwa hiyo katika mshahara wake ongezeni ya mwenyekiti. Na nyingine aongeze shilingi ngapi jamani? Hebu nisemeni wanafunzi. Haya, wewe mtoto wa mama, hebu njoo niambie aongeze shilingi ngapi? Njoo basi chapu. Nampa kipaumbele aongeze shilingi ngapi? Lakini siwe nyingi. CCM oye. Haya, amesema 200,000. Sasa isiwe nongwa. Sasa mimi niseme mwezi unaofuata utakuwa 200,000 kama posho. Lakini mchana utakuwa pale. Lakini niseme makamu mkuu wa shule chukua hili. Mwekeni posho ya mwenyekiti, sio posho ya shule, ya mwenyekiti 100,000 kila mwezi. Inaitwa posho ya mwenyekiti. Sasa nyinyi walimu wengine fanyeni juhudi mfundishe wengine waje walete watoto wao hapa. Pia nipitie nafasi hii kuwashukuru walimu kwa kazi ambayo mnaifanya. Sina cha kuwalipa, lakini Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi. Kwa sababu nyinyi mmetengeneza karama kwa watoto ili wasiharibikiwe. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru sana tena sana. Nifike tamati kusema kama wazazi mko hapa ndani mmeona tunafanya vizuri kwa watoto wenu. Hiki kipindi cha uchaguzi. Naombeni mfanye vizuri kwa Rais Mama Samia Suluhu wakati wa uchaguzi. Kwa sababu mimi niko hapa nasimamia hizi shule kwa niaba yake. Sababu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa ni Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio mwenye shule zote za jumuiya wazazi zinazosimamia katika mkoa huu. Kwa hiyo ni waombe wazazi wa wanafunzi wa hawa. Itapofika kipindi cha uchaguzi katika kura, mchagueni Mama Samia kwa sababu amewafanyia watoto wenu wamesoma vizuri katika shule zake. Kwa hiyo ni waombeni. Mkichagua Chama cha Mapinduzi 25 bila uoga na kifua mbele. Na nitapokuja kuomba kura wa madiwani na wabunge wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwemo Mama Samia Suluhu Hassan na makamu wake Emmanuel Nchimbi, basi mtupe kura za kutosha. Na kama kama kipindi Chama cha Mapinduzi leo ndio kimeshika dola na sisi ndio tunaendeleza serikali hii. Niendelee kuwashukuru sana tena sana. Niseme nifike mwisho kusema nawashukuruni sana na ninawapenda. Sana tena sana. Naendelee kuwashukuru bodi kwa kusema simameni shule kwa sababu ndio kabisa. Mimi niko juu lakini nyinyi mko hapa chini kusababisha matokeo yatokeo. Na tarehe ngapi ya mtihani mwalimu mkuu makamu wa shule? Unikumbushe basi mapema ili nipange ratiba niweze kufika hapa kama leo nilivyofika. Kwa sababu wakati napewa taarifa za kuja hapa shule kwa ajili ya mgeni rasmi nilikuwa Zanzibar. Nikabidi nirudishe tiketi yangu nyuma ili niweze kufika. Nilikuwa nataka nitue leo lakini nilibidi nirudishe nyuma nikatua tarehe 8. Kwa hiyo nijulishe mapema ili nipangilie ratiba hizi ili siku ya mtihani niwepo hapa kuwatia baraka. Tarehe 5. Nitafanya hivyo katika shule zangu zote ikiwemo Shauri Tanga. Shauri Tanga, lakini nilibebe ile swala la STDL na WCF na Wilson Taxi nitalibeba basi kuongea na wahusika, sababu unajua shida ni kwamba hizi kodi zinapangwa na bunge. Sawa, zinapangwa na bunge na bunge kishapitisha inakuwa ni sheria. Wote hata kuzungumza nao kama wadau wa elimu
tuweze kuweka sawa. Lakini swala la kudahili, waziri wa elimu ni mbunge wa Rombo, na mbunge wa Rombo ni mbunge wa wananchi wa Rombo, si ndio hivyo? Lakini ni mbunge anatokana na Chama cha Mapinduzi. Tutazungumza naye kichama ili iwe kuna urahisi kwenye shule zetu na shule binafsi zingine. Kwa hili nalibeba na nitazungumza naye nikiwa hapa. Mbunge wetu Profesa Mkenda, mbunge mzuri sana na ni waziri wa elimu, anatokana na Rombo. Kwa hiyo mimi nilibebe ili nitalifanyia kazi. Mbele ya wazazi niwashukuruni sana kwa unisikiliza, tuko pamoja. Asante sana. Kwa hiyo unavyoona ndugu yetu yuko pale, tunaomba usimbloko kwa mbele. Tunajua unataka kuchukua picha, unataka kuchukua matukio ili yawe ni kumbukumbu kwako. Mimi nikuelekeze tu, ikifika jioni ingia YouTube, nenda kwenye Catholic Moshi Online, utaona mahafali ya kidato cha 6 shule ya sekondari ya Shortanga 2025 mubashara. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, wewe baadaye ni bando lako tu utaingia pale. Kidato cha 6 walikuwa wananisumbua pale, wanasema wanataka kumuunga mkono Mama Makishe, lakini wamesema ni baadaye, au sio? Simbo Kwa hiyo Mama Makishe, nafikiri ukitoka hapo wapite kidato cha 6 hapo. Walikuwa wananiambia MC unatuangusha. Wanasema eti mama hajatuambia sisi.